katika Eastlight TV kuangalia vitengo mbalimbali katika kanisa, ni jinsi gani kanisa linaendelea, ni jinsi gani kanisa linaweza kubebwa na hata kufikishwa katika kiwango kingine, ni jinsi gani kanisa linaweza kuongozwa na kufika katika kiwango cha pili kutoka ambacho kila mmoja yupo. Mtazamo tu ambao tutakuwa tukiendelea na nayo katika mkusanyiko wa habari hii ya maendeleo ya kanisa, hususan katika kanisa hili la Disciples of Christ ama eneo ya utawala. Tutazungumzia Nairobi East Parish ambako kuna vitengo mbalimbali. Tutakuwa tukiangalia vitengo hivi vinaongozwa vipi na ni jinsi gani vitengo vyenyewe vinapata kupata nafasi ya kuendelea. Katika mkusanyiko huo tutakuwa tukianza na safari fupi sana ambayo imeanzwa majuzi, nayo ni safari ya huduma kwa watoto. Bwana Yesu asifiwe. Katika hiyo hali ya maombi na inaendelea vizuri, tulisemezana tukaambiana tutakuwa tunaendelea tukiombea watoto wetu bila kukata. Jambo ambalo kwa kweli limesahaulika, linachukuliwa tu kwamba ni labda ni shughuli ya kufanyika pale maeneo ya Sunday School, na hivyo basi kukamilisha hivyo na kuachana nayo. Lakini ni fursa ambayo tunapata ili kuweza kutayarisha tu ili kuona kwamba kesho ya kanisa iko vipi kutokana na uanzilishi huu wa kitengo hiki cha kujenga kanisa kuanzia kwa watoto wadogo. Kwa hivyo tutakuwa tukiangalia safari hii imeanzwa vipi na itaendeshwa, na kwa sababu hiyo inaendeshwa vipi na mwisho wake utakuwa ni upi. Wakati nilikuwa nafikiria kuombea watoto, nilikuwa ninahimizwa tukue na huo moyo wa kushukuru. Uanze kufikiria iko watoto sasa wamefunga, wamemaliza grade 9, iko wenye wanaendelea wanafanya mtihani, iko wenye wamemaliza mwaka juu mtihani wenye hii likizo wamefunga ni ya mwisho wa mwaka. Na Mungu amekuwa mwema, Mungu amekuwa mkarimu, amekuwa pamoja na hawa watoto wetu, amekuwa pamoja na sisi. Mwaka unaisha, Bwana Yesu asifiwe. Tukiwa na huo moyo wa kuanza kushukuru, tukianza kushukuru, Mungu ataanza kufanya makuu. Bwana Yesu asifiwe. Na isikue kila wakati ni wakati wa kuomba, isikue kila wakati ni wakati wa kuitisha, na tuanze kujifundisha kushukuru. Bwana Yesu asifiwe. Unaanza kufikiria mtoto wangu ametoka kuanzia ameanzia form 1, sasa anaenda kufanya mtihani wa form 4. Iko wengi wametoka, iko wengi wame drop out, lakini yeye sasa Mungu ameshikilia mtoto wako. Iko wenye alianza mwaka pamoja na mtoto wako, iko wenye hawakumaliza huo mwaka, wengine walitoka kwa shule, wengine wazazi walikosa school fees ya kuwalipia wakatoka, hawajamaliza, hawajafanya mitihani ya mwisho wa mwaka. Hebu anza kufikiria, na wewe mtoto uanze kufikiria yale Mungu amekufanyia mwaka mzima. Juu iko wenye wamefunga, wamemaliza mwaka mzima, wanaenda hiyo darasa lingine. So Mungu amekuwa mwaminifu. Hebu anza kufikiria, wewe umepata school fees ya kulipia mtoto wako. Wewe umepata teseka kupata chakula ya kupea mtoto wako. Teseka kupata mavazi ya kupea mtoto wako. Si tunafaa kukuwa na huo moyo wa kushukuru, ili tukianza kushukuru hata yale Mungu hajafanya ataanza kufanya. Bwana Yesu asifiwe. Wenye wanafanya mitihani uanze kushukuru juu Mungu amefanya, amefikisha mtoto afike mpaka hiyo wakati wa kufanya mtihani. Bwana Yesu asifiwe. Ndivyo ni katika mkusanyiko ambao ama kwa kweli umekuwa ni mkusanyiko mtamu sana kwako wewe na ninyi nyote mnaotazamia na kumsikiza kiongozi huyu ambaye kidogo ameweza kuibuka na jambo hili ambalo kwa kweli limetia fora sana katika parokia hii, na itakuwa vema kama jitihada zake zitakuwa zikipigwa, jeki zitakuwa zikiongozwa na kuonyeshwa ni jinsi gani itaendelea. Tutakuwa tukizungumza pia na mchungaji wa eneo hili. Tunakutazamia kwa kila jambo.
ili aweze kutupatia mwongozo kamili jinsi gani alivyompokea Joseph, na sasa hali hii itakuwa vipi na itakuwa ikiendelea kwa hali gani, huku tukikuwa na matumaini makubwa ya kwamba mwanzo huu basi ndio mwanzo wa kanisa la kesho, ndio mwanzo wa kanisa lijalo, na hivyo kuendeshwa kwa namna inayofaa. Hadi kipindi kijacho, iwapo hauja-subscribe hapa, basi una nafasi ya kufanya hivyo. Ungana nasi katika kipindi kingine ambapo tutakuwa tukikutana naye Joseph moja kwa moja akitueleza wito huu ameutoa wapi, kiu hii ni ya lini na ni ya wakati upi, na ana nia gani na anaipeleka wapi. Hadi kipindi kijacho, kwaheri kwa sasa.